Utumwa. Kuna watu wamefanywa watumwa ardhini humu wakidhani watu wanawasaidia, kumbe ndio wanawapotosha na kuwaingiza katika njia ya matatizo. Kuna watu wanatengeneza magonjwa na bado wanatengeneza tiba. Katika hiyo njia unapata ugonjwa unatokea kisha tiba inaletwa. Tiba ikiletwa unaona nimesaidika kabisa. No. Hizi magonjwa zinatengenezwa na watu na pia tiba kuletwa kwa sababu watu hao wanataka kuendelea kuwa in control. Na kuendelea kuwa in control ina maana wewe wanaendelea kusuppress nguvu zako za ndani. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye ukiona kitu chochote ambacho kinatoka into trend, yani ukiona watu wana trend kiki kinaendelea, hiki unakimbilia tayari. Unapokimbilia hicho kitu ambacho kila mtu anakimbilia, maana njia ya wengi ni njia ambayo inapotosha, unapata unanying'ata katika matatizo. Wakati unajing'ata katika matatizo, hapo ndio unaendelea kuwa mtumwa wa vitu ambavyo ungejiepusha navyo, ungepata kujikontrol maisha yako. Kuna watu leo hii unapata kwa kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye maeneo ambayo pale katika hiyo maeneo unapata mtu ambaye analeta matatizo kwako, unataka uendelee kukaa na huyo mtu ama uendelee kukaa pale mahali ukiweka ukipata tiba hapo hapo. Huwezi kuwa unapona katika environment ambayo inaleta matatizo. Ikiwa wewe una matatizo ama unahangaishwa na mtu ama kitu, ni uondokee hicho kitu ili kujiepusha na madhara ambayo yanakuja. Kuna watu wanataka kukaa comfortable mahali ambapo kuna madhara yao. Duniani humu unapata watu hata si wagonjwa. Wengine hata si ati wamepotea kiroho. No. Ni watu wameingizwa uoga, wengine wamefanywa watumwa kwa vitu vya kawaida ambavyo vimetengenezwa na mikono ya binadamu. Ili kufanya nini? Kujiondosha katika uwewe. So the moment unaanza kuface your inner, unaanza kuface the inner voice, your shadow side, unaona ni kama ni kazi ngumu, ni nzito, unaona kama utatenganishwa duniani humu. Na hiyo ndio inafanya watu wanapotea katika masuala ya rohoni na wanafanywa watumwa pia katika masuala ya rohoni. Hakuna vile mwanaume atakuelekeza katika nini? Kumjua Mungu. Maana injili imesimamiwa na wanaume. Wanaume wanasimamia the outside, yani Mungu vile anavyokaa nje. Wanawake wanasimamia vile Mungu anavyokaa ndani. Mama yako ndiye alikuleta duniani humu. Mama yako ndiye alikufundisha. Mama yako ndiye alikuelekeza kuwa hiki na hiki ni kibaya. Mafunzo ya wewe kukua imetoka kwa mama yako. Mafunzo ambayo yanatoka ndani mwako, because wanawake wanasimamia the spiritual, the inside ndani mwako, ndio yanakuelekeza pale ambapo unafaa kuelekea. Si mafunzo ya nje. Nje unafundishwa jinsi ya kukaa na wenzako, lakini si jinsi ya kupata Mungu. Anayekufundisha kupata Mungu nje basi ni deity ama entity, miungu. Jaribuni kujitafuta ndani. Wakati unaambiwa jaribu kujitafuta ndani, anza kujisikiliza ndani. Watu wengine kuingia ndani wanapata chaos, vita vya ndani. Ndio maana kujisikiza ndani, kujifanyia kazi inakuwa ni ngumu. Kila wakati unaambiwa go back within, unashindwa hata naanzia wapi. Kwa sababu kila wakati ukipata muda peke yako, mara hii imetokea, mara hii imetokea, imekuchanganya tayari, huna muda wa ndani. Kwa sababu kuna maroho ambayo yamefanya makazi, kuna energy ambazo umezivuta ndani mwako ambazo zimefanya makazi. Wakati unataka kujisikiza ndani, zinafunga hiyo njia. Jaribu sana uelewe shida yako iko wapi. Maana shida zako inaweza kuwa ardhini ama rohoni. Na shida yako inaweza tokana kwa watu ama shida inatokana kwa wewe mwenyewe. Kuwa attached kwa vitu. Ukiona kitu chochote kina trend unataka uwe pale. Hapo tayari huo ni mkuki wa mtu ameweka. Na unapoingia kwenye huo mkuki, unapata matatizo. Kwa sababu hata hiyo midawa ambayo atakupa, hiyo midawa inaenda kufanya nini? Kuspike kitu ndani mwako ambayo itaendeleza tu hiyo tamaa ya hicho kitu. So unapata wewe ni mtu ambaye bado unataka tu, magonjwa yamekuja, bado dawa. Na hivyo ndo the physical ama the patriarchy inaendelea kutatiza wengine. Jaribu sana before ukimbilie kuchukua kitu chochote, jijue wewe. Maana vitu ambavyo unapata kutoka huku kwote ni kutoka kwa wenzako. Na wenzako kuna wale ambao wanakaba wenzao na kuna wale ambao wanafanya mema kwa wenzao. Jaribu kujijua ni vitu gani ambavyo vinaendana na wewe na ni vitu gani ambavyo haviendani na wewe. Usikimbilie tu basi ndio huyo, ndio huyo. Utatatizika mpaka mwisho.